Anasema akaja yule aliyepokea talanta moja, akasema, Bwana, nalitambua ya kwamba wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa. Umepewa talanta, lakini roho ya hofu inakaa ndani yako. Unapewa idea ya biashara, unapewa idea ya huduma, lakini roho ya hofu inatawala ndani yako. Kabla hata hujaanza ushafeli kwenye mawazo. Uoga maana yake ni kufeli kabla hujaanza, kushindwa kabla hujaanza. Hivi nikianzisha hili jambo litafanikiwa kweli? Hivi nikifanya hivi nitaonekanaje? Hivi nikienda pale nitakuaje? Roho ya hofu ni roho kamili ya adui, inawazuia watu wakuu kufikia ukuu wao. Roho ya hofu ni roho ya adui ambayo inawazuia watu wenye vitu vikubwa ndani yao wasivitumie vizuri. Roho ya hofu ni roho kamili ambayo adui anatumia kuzima hatima nyingi za watu. Biblia inasemaje kwa habari ya wale wakoma wanne? Wakawa wana njaa, wakasema tukikaa hapa tutakufa, tukienda kule tutakufa, lakini wewe twende tu. Walipoanza safari, Biblia inasema Washami wakaanza kukimbia. Kwa nini? Walipoanza safari, hawa wakoma wanne walipoanza safari, Biblia inasema Mungu akawasikizisha sauti za nini? Za magari ya vita. Kwa hiyo shida sio chakula, shida ni hatua ya kwanza. Hofu ya kwanza imetufanya wengi tushindwe kupiga hatua. Hofu ya kwanza imetufanya wengi tushindwe kuonekana kwamba ni bora kuliko wao. Hofu ya kwanza imewafanya watu wafe na vipawa vyao. Ndio maana maandiko yanasema hatukuumbiwa roho ya oga, bali ya ujasiri. Kama watoto wa simba. Simba akimuona tembo haoni kama ni shida, anaona kama ni chakula. Shida sio tembo, shida wewe unamchukuliaje huyo tembo. Hakuna kitu kigumu kwa mtu ambaye ameamua kufanya.